Haya, tumekubaliana ya kwamba wamama wale, kwa sababu hatufungui watoto, waweze kuhifadhi watoto mikononi mwao ili tuweze kuendelea bila tatizo. Nataka ku acknowledge my brother, my elder brother is in the service, na anaweza simama tu asalimie. Yes, ni ndugu yangu mkubwa. Sasa vile yule firstborn alingatuka, sasa ndiye tunasema ni firstborn kwetu, na ametutembelea. Tunashukuru Mungu kwa sababu yake. Huu mwaka ni mwaka wa shukrani, ni ibada, ni ibada ya shukrani, na kila chochote kile mtu amekufanyia unastahili kushukuru. Kwa sababu mimi naweza anza na Mirengo niseme amepanua jamii ya Oasis, so that is a blessing. Yeah, so unajua kila kitu ni neema. Maana sasa Mirengo ameniletea members wengi, so that is a blessing. So Mirengo, bona ufurahi? Oh, you okay? Good. So we need to thank God for everything, kwa sababu atakupata jamii ni neema. Na chochote kile ambacho unaona ya kwamba Mungu anakupatia, tunasema ni kwa sababu ya neema yake. Nataka tuangalie neno la Bwana kwa njia fupi ama ndefu, na ningetaka tuweke msingi kwa maandishi ambayo yako katika Warumi sura ya kwanza na mstari wa 21 na 22. Romans chapter 1 and verse 21 and 22. Being a Thanksgiving service, nataka tuangalie ujumbe ya kwamba do we glorify God according to the knowledge we have of him? Because sasa kuna watu katika maisha yetu, tuna watu tunaita baba, tuna rais wa Kenya, tuna magavana wa Kenya, lakini ukiangalia kila mtu akiingia anapewa heshima yake, kwa sababu tunamjua, tunajua mamlaka yake, tunajua chochote kile ako nacho, na sijui kama tunamwabudu Mungu sawa sawa na vile anastahili kuabudiwa. Somebody anaweza switch hizi taa za strip lights, naona zinakanganya macho yangu. The strip lights we switch them off, maana kuna giza. Hatuna giza, zina urembo tu, zinakuwa nzuri usiku, lakini mchana naona tunachoma stima bure. Just switch them off ili tuweze good. Now, the Bible says, Romans chapter 1 verse 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations. And their foolish heart was darkened. Professing or confessing to be wise, they became fools. Maandishi yanatuambia walimjua Mungu. Hapa sasa issue ya kwamba hawamjui Mungu haipo. Maana sasa walimjua. Ni watu ambao hawa Israeli ni watu ambao walimjua Mungu. Wakaelewa Mungu, wakajua Mungu ni nani. Lakini neno nasema ya kwamba hawakumwabudu kama kulingana na vile walivyomjua. Because sasa tunamjua Mungu vipi? Tunamjua ya kwamba Mungu ni moto ulao. Kwa hivyo kila mtu ni lazima amuogope Mungu. Tunamjua Mungu ni Mungu wa upendo. Na upendo kama upendo wa baba, kama baba amekupenda, nawe unastahili kumlipa na heshima, kwa sababu baba anatupenda na sisi tunastahili tumlipe na heshima ambazo tunampatia. Kwa hivyo hapa problem si kutojua Mungu. Walimjua Mungu, na walipomjua Mungu hawakumwabudu kama Mungu, hawakumpatia heshima kama Mungu. Unajua sasa tunaweza sema ya kwamba kuna watu ambao walikuwa hapa katika lunch hour meeting zile zimepita, nilikuwa nazungumza habari ya forces of evangelism. Moja tunasema creation. Kuna watu ambao kama ukienda kama uko Turkana, si Turkana, watu wale ambao tunakaa na wao hapa, kule ndani unaanza na C1 ya creation, kuambia Mungu ni nani, wewe ulitoka wapi, na unastahili uabudu vipi. Lakini sasa watu kama nyinyi hauna haja ya kuambiwa kuna Mungu na kuna mtu ambaye anaitwa Yesu na kuna Roho wa Bwana, yote mnajua. Lakini neno lasema Waisraeli walikuwa kama sisi, walielewa wakamjua, lakini neno lasema ya kwamba hawakumwabudu kama Mungu, hawakumtukuza
kama Mungu, hawakumshukuru kama Mungu. Now that's where the problem is. Tunamjua. Sasa kama sasa rais wa Kenya angeingia, deal with the bishop to tell you His Excellency the President of the Republic of Kenya ameingia, tameni tusimameni. Kuna mtu anaambiwa akiwa Mkenya tusimame? Utaona watu wote wamesimama, because you know a protocol dictates rais wa Kenya akiingia ni lazima wananchi wa Kenya wafanye nini? Wasimame. Even our local governor akiingia utakuta amepewa heshima yake. And you know the local governor is the former county council chairman. Ama mkumbuki? Unajua ni jina tulibadilishwa, but the governor is the former county council chairman. Lakini akiingia utakuta tu amepewa heshima yake. Now Mungu aliteta kwa maandiko. Ukiangalia katika kitabu cha Malaki, na omba tufungue Malaki 1 na mstari wa 6. Because kujua Mungu ni kitu kimoja, na kumwabudu na kumheshimu na kumshukuru na kumtukuza kama yeye ni Mungu ni vitu mbili tofauti. Biblia inasema ya kwamba a son honors his father and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Says the Lord of hosts unto you, all priests that despise my name. Ye say, wherein have we despised thy name? Now, mstari wa 7 asema, ye have polluted blood upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Now, verse 8 says, if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer lame and sick, is it not evil? Offer it to you, unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Nasikia Mungu anateta. Anasema ya kwamba mnaniita baba. Heshima ya baba iko wapi? Juzi kuna kijana walikuwa wamekuja na Levredo Sumba hapa, na walikuwa wanaenda kutoa mahari kwa sababu alikuwa anataka kuoa. Lakini walipokuwa njiani akaulizwa, kijana umejihami kivipi? Akasema nina raki na kitu. Aliulizwa swali moja na mtumishi wa Bwana Usumba, akaulizwa, na ushawahi toa kiasi kama hii kwa Mungu? Of course the answer is no. Mnajua the answer is no. Tulisema mpaka mwe mnaongea. The answer was no. Then why is no? Because we have the knowledge of God. We know an awesome God, a great God, a supplier, El Shaddai. The bigger of the biggest, bigger than the biggest, stronger than the strongest, powerful than the powerless. If there is such an English word. But yet he is asking, if you understand and you have such a knowledge of me, where is my honor? The Bible says they did not glorify him as they ought to have glorified him. They did not thank him kama vile anastahili kushukuriwa. Nitakupatia mfano, na sitakupatia mfano wa askofu, na sitakupatia mfano wa babako, na sitakupatia mfano wa mtu mwingine. Nilete rafiki yako. Ushawahi kuanzia mwaka wa 2000 ukapatia rafiki yako shilingi 5, useme ya kwamba rafiki yangu nimeamua nije nikuone na nikubariki? Have you ever given to your friend 5 shillings? The answer is no. Go to the offering basket, you will get 5 shillings. You will get it. It is only in the church where you can get coins, but in a fundraiser where the governor is, where the president is, hakuna pesa kama hizo zinaweza patikana. Na kwa nini? Ni kwa sababu tunamjua Mungu, na tulipomjua hatukumpatia heshima inayohusu Mungu, tulimpatia heshima nyingine. In fact tunapatia Mungu heshima ya chini ya babako, chini ya gavana yako, na chini ya rafiki zako. Nani ashawaipatia rafiki yake shilingi 5?
Nani ashaienda kwa rafiki yake amwambia bwana nimekumiss, nataka nikubariki na kitu, akatoa shilingi 20? It is not possible. But in the offering basket you can get such money. Pesa zetu zimeenda zikikosa value. Nani katika ya miaka ambaye tuseme 10 imepita alisema ya kwamba anaenda kumbariki rafiki na akampatia shilingi 5 ama akampatia shilingi 50? Ni ngumu. Now Biblia inasema sisi problem yetu si kutojua Mungu. Sasa kwa mfano kukiwa mkutano kama wa rais, na kuwe na ministers, na kuwe na governor, na kuwe na deputy minister, angalia vile protocol inakaa. Rais ndiye atakuwa wa mwisho, kwa sababu hata yule mtu anaongoza mkutano anaanza ya kwamba Your Excellency the President of the Republic of Kenya, a Deputy President of the Republic of Kenya. Inaenda hivyo mpaka ifikie mtu yule wa chini sana, kwa sababu sisi tunajua protocol katika dunia. Na hata hii ya Mungu si kusema hatujui, tunasema ya kwamba Mungu ni Mungu wa miungu, yani Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Lakini ikija ni kutoa taadhima zake, kutoa shukrani zake na kutoa utukufu wake, tunafanya kitu ambacho ni kinyume. Niwapatie mfano. Juzi nimeenda nikanunua TV last December. Nikanunua TV ya 100,000, na hiyo TV ya 100,000 niliponunua, ilipokuwa inawekwa kwa ukuta ikavunjwa. Sasa nikarudisha kwa customer center pale nilikuwa ninunua, kwa sababu niliamini iko na warranty. Wakaniambia kwamba hii warranty imevunjika, lakini kijana ambaye alikuwa anaipokea akaniambia kwamba kitambo cha mdosi akuje naweza kukusort, nitoe ile iko kwa display nikuwekea kwa box, alafu hii tubaki naye. Nasema nikaona deal ni nzuri. Namsikiza tu, inakaa mzuri, it is very pleasing. Lakini jiulize, if you were the boss of such a shop, ungefurahia mfanyakazi wako akikurangua kiasi that's 100,000? Maana hata akienda kwa Samsung hapewi. Ni kumaanisha hiyo duka ime lose 100,000. Ingekuwa ni wewe mwenye duka, ungependa mtu kama huyo? Na kwa nini uende duka ya mwenzako na ukubali deal kama hiyo? You better lose the TV na ubaki na Mungu. That is the fact. Lakini unaweza baki na TV na uachane na Mungu, umeparala zaidi ya watu wale wote duniani. It is better to be left with God and you lose the whole world. Jesus is asking, what shall it benefit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Inamsaidia na nini? Lakini wewe ungeona kwamba hapa dili inakaa mzuri, lakini umepoteza imani, umepoteza Mungu. Now mimi nasema ya kwamba, do you know God? The answer is yes. Now if you know God, did you worship God kama vile anastahili kuabudiwa? Hapo ndipo Mungu anateta. Tulimjua lakini hatukumtolea ibada kama yeye ni Mungu. Tunatoa ibada zingine ambazo zinakaa kama hatujui ni Mungu. Na nitoe kuwapatia mfano. Nimekuja kuangalia, not in our church, not in the next church. Niliangalia fungu la 10 liko juu kuliko sadaka ambayo tunaita dhabihu. Nikajiuliza swali, ni kwa nini? Na kile kinachofanya fungu za 10 ziwe juu kuliko sadaka ni kwa sababu hatutoi kwa sababu tunampenda Mungu, lakini tunatoa kwa sababu ya ule mstari unasema ya kwamba tutafunguliwa jamaa atusumbue. Hiyo ndio inafanya tutoe fungu la 10. Hatutoi kwa sababu tunampenda Mungu, maana kama tungekuwa tunampenda Mungu, dhabihu zetu zingekuwa juu kuliko fungu la 10. Because according to me, a tithe is the minimum giving. Ndio matoleo yale ya chini zaidi kwa Mkristo. Because we love God. Because we live by sacrifice. Our God is a God of sacrifice. And a tithe is not a sacrifice. It is a minimum giving. It's a minimum pay. Lakini kile kinachofanya tithe iwe juu ni kwa sababu tunaogopa shetani asiwe loose
kwa maisha yetu. Hiyo ni kitu kimoja kale ka jamaa kasije kaka-interfere na maisha yetu. This is the reason we are very careful. Na si zote, majority of the people, they don't tithe. But the few who tithe, they don't sacrifice. You see the thing? The majority of the people do not tithe. And if they tithe, it's not a complete tithe. And the majority of the people that tithe, they don't tithe complete tithe. Wanaikumenya kidogo. Now, if we are the minority that give a tithe, and still that minority do not sacrifice to God, then that's where the mess is. Kasoro iko hapo. And this is the reason unakuta ya kwamba tunashindwa kupenya katika ungu, kwa sababu sasa Biblia inasema kama mlimjua kama ni Mungu, sasa toeni ibada yake. Sasa ushangalia mazishi ya mtu tajiri, hata yule maskini anajaribu kujikakamua jina lake lionekane kwenye condolences book ya kwamba alitoa kitu kwa tajiri. Lakini mazishi ya maskini, hata maskini mwenzake hahusiki. Kwa nini tunajitoa kwa matajiri? Kwa sababu tungetaka tuwe na jina na ungetaka kuwa connected na hiyo jamii ya utajiri. Lakini ukiangalia hata maskini ambaye analia, maskini wenzake hawamsupport. Maskini wanasupport matajiri, hawasupport maskini wenzao. That is a mess. Na ukiangalia ni kwa sababu tunaheshimu watu. Biblia imesema mtu akija kwa chachi yenu aje na pete, aje na mavazi ya kitani safi nini, anafu utakuta ya kwamba mtamchukua mumweke pale mbele kwa heshima. Lakini sasa unakuta ya kwamba sio kwa sababu ana ungu, sio kwa sababu ana roho wa Bwana, na sio kwa sababu ana chochote. I've met church elders ambao unakuta ya kwamba hawana chochote, lakini kwa sababu wana fedha, they were elevated to church leadership. Mwingine alikuwa elevated kwa church leadership kwa sababu ya vile alikuwa anakaa alivyo. Baada ya wakati alikuja akageuka, nikakuta ya kwamba anaitwa Abubakar, a church elder. Can you imagine? Hakuna backslide nzuri, lakini from a church elder to a Muslim convert. You can imagine. Now, why was he elevated kwa huduma? Ni kwa sababu ya vile alikuwa anajionyesha hali ile alivyo naye. Now the problem is, sisi wanadamu tunajua kuheshimu wanadamu ambao wana cheo, tunajua kuheshimu wanadamu ambao wana mamlaka. Ikija ni kwa Mungu wetu tunakataa. Na hatukatai na fujo, lakini ibada ambayo tunatoa hailingani na ile imani na ile maarifa ama ile knowledge ambayo tuko naye kwa Mungu wetu. Because ukikuuliza ya kwamba nikikuuliza udescribe Mungu anakawa namna gani, ungesemaje? Unasema Mungu mkuu, mwenye uwezo wote, mwenye baraka zote, baba wa milele, mfalme wa falme, bwana wa mabwana. That's how we describe our God. But the issue is, when we want to give it, do we glorify him as he ought to be glorified? Do we thank him as he ought to be thanked? Because we know him. How do you offer a sacrifice of praise to that God? We offer according to the knowledge ambayo tunamjua yeye. Lakini sasa tunaweza kuwa tunajua lakini hatufanyi. Nimewaambia mfano. Leo kwa mfano, rais awe alikuwa anapita, lakini akasema ya kwamba akasimamisha security akamwambia kwamba wacheni ingie niabudu. Msikie rais anaingia kwa mlango huu. Kuna mtu ataambiwa hapa msimame? Kila mtu, hata askofu mwenyewe, tutakuwa kwa miguu yetu. Lakini angalia makofi ya Yesu, angalia ni kama ni maji tunatoa kwa kisima. Tunajaribu kuchimba ili makofi ya Yesu afanye nini? Yatoke. Ni kwa sababu ya nini? Tunamjua, lakini hatukumtorea dhabihu ambaye inafanana na kumjua kwetu. Because we all know God. Hata kuna mstari ambao unasema ya kwamba wakati hawa mamajuzi walipokuja wakamuona yule mtoto Yesu, wakatoa kutoka kwa tunu zao. Kutoka kwa tunu zao. Ni kumaanisha kwamba ni vitu vile vya dhamani, si vitu vile walikuwa nazo. Wanasema kutoka kwa tunu zao wakambariki
mtoto Yesu kwa sababu waliona nyota na wakajua ya kwamba huyu ndiye mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Now my question is, wewe kwa sababu tunasema ya kwamba nimemuona Bwana, hata unasema ya kwamba nimemuona Bwana anapendeza. Kama ulimuona anapendeza, naulize ya kwamba utukufu wake uko wapi? Na nasema ya kwamba sifa zake ziko wapi? Ulimwabudu na nini? Kama unamjua ni mkuu, na kama unamuelewa ni wa ajabu, kama unamuelewa ana nguvu, ulimpatia nini? Kwa sasa unakuta ya kwamba sisi hata testimony yetu hata kuitoa kwa watu inakuwa ni ngumu. Siku moja wakati wa Ramadhan nilikuwa natoka Nairobi, nilikuwa nimekuja na shuttle. Sasa tukafika pahali mbele ya Emali kidogo, na tulipofika akaambia dereva simama, time zangu zimefika. Na dereva hakukataa, akaweka gari kando, na alipoweka gari kando akatoa kamkeka kalikuwa kwa gari, akatandika, akafanya vitu zake. Alipomaliza akarudi kwa gari. Nani katikati ya jamii ya Wakristo anaweza simamisha gari aseme wacheni tuombe? The answer is none. The answer is none. Haya, hata kuombea chakula mbele za hoteli wakati waiter ameleta chakula, kumwambia excuse me, wacha tuombe kwanza, ni ngumu. Kwa sababu naona haya, na kwa sababu naamini ya kwamba utaitwa a fanatic. Lakini wale hawajali uwaite mafanatics ama vipi, lakini wanaabudu Mungu wao. Sisi ndio tunajua Mungu wa kweli, El Shaddai, Yehova Bwana wa majeshi, ambaye ana uwezo wote. Did we glorify him as God? Tulimpatia ibada ambaye inastahili huyo Mungu? The answer is no. And I give you a simple test. Hiyo nimetoka kuambia. Why are our tithes higher than our sacrifices? Ni kwa sababu hatungetaka kuhusika sana na ibada ya huyo Mungu. Hata in fact hata watu wengine hawawezi kukutolea ushuhuda kukiwa na umati. Siku moja nilienda nikakuta brother Frani alikuwa ana operate tax, lakini pokuja nikaja sasa zikuja na ile furaha ya wokovu, Bwana asifiwe sana, akanishika mkono, alafu tukaenda nyuma ya gari, ndio akasema amen. Lakini pale mbele hangesema, ilikuwa ni shida. So my question is, kama tunamjua Mungu, wapi ibada ya Mungu wetu? Kama tunamuelewa ni mzuri, wapi sifa zake? Nakuta ya kwamba sasa ati kiongozi wa ibada anawaambia tafadhali ni wale wameketi tusimame tumwabudu Mungu. Nani anastahili kuambiwa rais ameingia asimame? Nani anaweza kuambiwa? Hata unakuta hakuna mtu aambiwi. Unakuta hata DP na wengine, rais akisimama watu wote karibu wasimame na kiti. Ni kwa sababu wanajua protocol inasema nini. Lakini hii yetu sasa naona mtu pale unaona hata anatafuna tu mabigiji na mapike zake kwa ibada. Vile unakuta ya kwamba viti vya chache huko chini zimechapwa hiyo bigiji. You know, it's bad manners in the house of God. Maana hata mimi nilipookoka niliambiwa kwamba nyumba ya Mungu si pahali pa kukulia chakula, tunakulaga neno. Na ili stick ndani yangu, ilikaa. Nilikuwa kijana mdogo niliambiwa na wale walikuwa na disciple, nyumba ya Mungu haustahili kula kitu, unastahili ule neno peke yake. Na walikuwa very strict. Walikuwa sema ya kwamba haustahili kula kitu hapa, unastahili kula neno. Lakini unakuta kwamba mtu anatafuna mavitu zake hata hajali mighty than my mightest. Hata hajali kile ibada inaendelea, hata hajali ya kwamba ibada ilikuwa imeshika ama haijashika. They don't care. And when you say tuimbe wimbo wa taifa, kila mtu huwa anasimama. Na ukiangalia wimbo wa taifa, hakuna Mkenya anaweza ambiwa ni wakati wa wimbo wa taifa kila mtu asimame. Wakati wa wimbo wa taifa hata rais mwenyewe anasimama, maana hayuko juu ya wimbo wa taifa, hata yeye anaimba huo wimbo.
Lakini sasa sisi tukisema tunatoa ibada kwa Mungu wetu, unakuta ya kwamba wengine wako hivi, wengine wako hivi. Especially wakati wa worship, kile kinachofanya watu wahepe wakati wa worship ni kwa nini? Ni kwa sababu nafsi zao zimekinai Mungu, hazitaki kumwabudu kama Mungu. Sasa hapo ndipo kasoro ipo. And that's where the problem lies. We know him, but we don't glorify him, and we don't thank him as God. Tunamfanyia ibada zingine. Sasa wapendwa, ni lazima tujifundishe, especially sasa wakati sema ya kwamba tunataka kumwabudu Mungu. Haustahili ati kufanywa kazi kubwa ama tuseme ya kwamba jameni Yesu Kristo tumpigie makofi. The Bible says you clap your hands, all you people, and shout to the Lord with a voice of triumph. Unastahili kuambiwa na mtu, unastahili kujua ya kwamba vile huyo ni Mungu mkuu, unastahili ushangilie. Hata afadhali ukae the odd one out, ulipiga makofi wakati wengine hawako wanapiga, kwa sababu unamjua Mungu wetu. If you know God, you need to glorify him according to the knowledge that you have of him. Sasa kama unamjua ana nguvu, unamwabudu kama Mungu mwenye nguvu. Kama unamjua ana upendo, unampatia heshima kama baba mpendwa. Kama unajua ni protector, unamwegemea kwake. Sasa kwa mfano, if you know God is a protector, na unatembea na unaona ya kwamba kuna shida, umesikia kwamba imetangazwa pale. Si nikiangalia kama mimi nikienda wakati usikia kwamba kuna hatari, kitu cha kwanza huwa tuna trace ni pahali patrol car ya polisi ipo. Maana hapo unajua uko safe. Hakuna mwizi anaweza leta panganga hapo. Tunakimbia hapo. Ama hata ukisikia kuna umepata kapancha, kitu cha kwanza ni kuuliza na polisi patrol car iko wapi? Maana hapo unajua ukikaribia, hata kama ukilala utalala usingizi hapo, as long you know the police in patrol wako hapo, because you know wamekuprotect. Nao Mungu wetu, wakati unasema ya kwamba ni protector, ni provider, wapi heshima yake? How do we portray ibada yetu kwa Mungu ambaye tunamjua ana uwezo? Sasa kuna swali lingine Yesu Kristo aliuliza watu. Aliuliza katika Mathayo 16 na mstari wa 13. Matthew chapter 16:13. Anasema, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked the disciples saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremias, or one of the prophets. And he said unto them, but who say ye that I am? I could have asked the same question. Maana watu wanasema Yesu ni nabii. Waislamu wanamuita nabii Isa. Sisi tunamuita mfalme wa falme, mwana wa Mungu. Lakini Yesu anawauliza, dunia imesema mimi ni Elia, wengine wamesema ni John the Baptist, wengine wamesema ni nani? Lakini nyinyi mnanijua kama nani? It is a simple question I can set before you today. Whom do you say Jesus is? Because the value of whom you know will determine the worship. Ile kitu ambacho yule mtu unajua, utamtolea ibada kulingana na ile value umempatia. Rais wa Kenya, hakuna mtu anaambiwa tusimame, because we value the presidency of our republic. Lakini sasa ikija kwa mfalme wa falme, sasa nauliza ya kwamba sasa mimi ni nani? If one is to glorify God and to give thanks to Christ, then tukipatia mfano wa dunia, tungeanza na Yohana Mbatizaji. Now give Jesus an honor of John the Baptist. Jamaa alikuwa anakula asali na alikuwa anavaa ngozi ya ngamia, hakuwa na mavazi. Kwa hivyo unasemaje? Kuna yule mnazali ambaye anakaa kama wazimu, lakini anatangaza ya kwamba tunyosheni mapito ya Bwana.
In fact ungekutana na Yohana ungesema ni wazimu. Nywele yake haijaienda kwa kinyozi tangu azaliwe. Hajui chips ama nini. Kwa hivyo hata ukimwambia na kupatia offer ya kwenda Sarova ana decline, kwa sababu as long asali iko, hiyo ndio chakula chake. Hiyo ndio ilikuwa chakula chake. Maana alikuwa ni mtu wa jangwani. Ungekutana na Yohana ungeanza kuzibind ukifikiria ni wazimu. Lakini Biblia inasema katikati ya wote ambao walizaliwa na wanawake hakuna mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Lakini sasa wacha tutoe ibada kwake sasa. Tuseme ya kwamba Yesu tumekupatia ibada kama ya Yohana Mbatizaji. Siwaseme ya kwamba ni jamaa wa bush, jamaa wa asali. So what we do, tunataka kwenda kusalimia yule jamaa wa jangwani. Sister Mercy, unaweza kuwa na kaasali hata kama ni robo kilo. Alafu unaenda unaangalia kuna naona ngozi yake imezeeka sana. Kuna mtu amechinja karibuni ili tuweze kumpelekea yule jamaa. That's how we describe John the Baptist. Maana alikuwa ni mtu, in fact alikuwa anasema ya kwamba ni sauti ya mtu ambaye ako jangwani. Now if Jesus is given that honor of John the Baptist, the only thing you can give to Christ ni asali. Maana ndio chakula cha Yohana. Maana hata kusema ya kwamba nataka Yesu nikusaidie uende kwa kinyozi, ana decline. Nataka nikupeleke Sarova, anakataa. Nataka nikupeleke Vakani, anakataa. Maana chakula chake angepata asali, ashapata chakula. Now if we give Jesus that honor of John the Baptist, then we give Jesus the honor of a bushman. But the Bible says Jesus is the King of kings and Lord of all lords. So the issue is, nyinyi mnasema Yesu ni nani? Kama ukisema ni Elia unaenda kwake taratibu. He was a man of fire. Hata unaenda Yesu, hey man of God, anasema kama mimi ni man of God, wacha moto utoke mbinguni uwalambe nyote na wanakufa. Paka saa wengine wakaja wamepiga magoti sema ya kwamba mtu wa Mungu usitumalize kama wale wengine. He was a man of fire. So ni kumaanisha ya kwamba if you give Jesus the title of Elijah the prophet, then unastahili kwenda kwake ukitetemeka usikufe, because he was a prophet of fire. The value you give to Jesus or the value you give to any deity will determine the level of your worship. Maana sasa unaweza kama ni Yohana Mbatizaji, unaweza kwamba tunataka kwenda kuona Yohana, lakini tunaendaje? Kwa sababu hata huyu mtu hata vile anavyokaa tutaenda kumsalimia na nini? Maana huyu mtu raha za dunia hayupo. Wakati sasa tulikuwa tunachinja mbuzi Christmas, bado wako jangwani, chakula chake ni asali na hana shughuli na mbuzi na kondoo zenu na sherehe zenu za Christmas holiday. Yohana hayupo. Now if Jesus is given that honor of John the Baptist, the only thing you can give to that bushman ni asali. Lakini sasa sisi tunamsema Yesu ni nani? Haya, wengine wanasema ya kwamba Yeremia. Haya, wengine wanasema ya kwamba mojawapo wa manabii. Katika theolojia kuna watu tunasema major prophets and minor prophets. So maybe umempatia title of one of the minor prophets, Obadiah, ambaye aliandika chapter moja ya Biblia. If you give Jesus that value of John the Baptist, ibada ile ambayo utatoa kama Yohana Mbatizaji. Lakini what about ile picha kuu ya mfalme wa falme na Bwana wa mabwana ingetuingia, tungemwabudu Mungu kama vile alivyo. Maana sasa we are very careful, in fact when we are sacrificing, because sasa we don't sacrifice kama wajinga ama watu ambao wamekufa. Tuna sacrifice tukiwa sober. Niseme ya kwamba nipaka utumie hekima, nipaka utumie akili. You cannot give everything to the church and then useme wewe una akili, unakaa mjinga.
In fact mwingine alitoa sadaka kapreji kwa church, alifuatwa this church, sisemi church ya nje, this church akafuatwa na watu kama 5. You meant zile pesa ulivyosema pale? Hi guy, lazima tumia kichwa bwana. Brethren, mimi sisemi ya kwamba watu waliotoka church nyingine, mtu ana pledge anasema ya kwamba because of this project I want to give this, anafuatwa na watu kama 5. Were you in your normal senses when you said that? The man said yes. Kwani mnaniona kama wazimu? Yes. Bwana tumia akili. How can you give such amount to the church? Because sasa yeye kulingana na huyo, si Mungu anapewa, si ibada inatolewa kwa Mungu, ni ya mtu moja, especially yule anahubiri leo. Naona sasa, how can I give sacrifice to God? Na yule jamaa anahubiri ndiye beneficiary. Wacha nikwambie mpendo, the best thing you can do ni kuondoka duniani, uende si binguni, uende kwa nchi nyingine. Because wherever the church is, there must be a sacrifice, there is a tithe. Na wale watu wanaozingata hizo vitu hawatokagi binguni, si maraika. In fact unaona hata zikitoka hapa zinaokotwa na binadamu na zitatumika kwa binadamu mwingine na wengine. That is a fact. So kama inakuudhi hiyo, then wewe unastahili uchomoke duniani, uende church nyingine haiko binguni na haiko duniani, utengeneze maybe Pluto ama Jupiter, utengeneze church hapo, and then you get some members that will worship God in a disorderly way. Because sasa the issue is every church utembee duniani kote, pahali kanisa la Mungu liko established, the Bible commands that we need to give our tithes, we need to give our offerings, we need to give our sacrifices to God, tuabudu Mungu. Lakini hizo vitu vyote tumetoa, hata kile unachofanya kama siasa zinaishia kwa mikono ya watu. Kuna wanadamu ambaye zimewekwa mikononi mwao. That is a fact. Na Biblia inatuambia huyu Mungu wa mbinguni hakuna wakati alishamaisamehe binadamu ati kwa sababu sasa sitaki kwenda kutoa fedha zangu, kwa sababu sasa sijui vile pesa zitakavyotumika. Vile nitakavyofanya, nitaenda dukani nichukue speaker, nipeleke pesa in the form of a certain something, a speaker, or in the form of a microphone, nihepe fungu la 10. Mpaka wa leo Mungu anadai ya kwamba haujawahi toa zaka kwake, lakini you blessed the sanctuary with a good speaker and you are blessed. Lakini Mungu anadai fungu la 10 mpaka asubuhi ya leo, bado anaidai. Kwa hivyo wapendwa, ni lazima tujiangalie na tuangalie, kama unaogopa kuabudu Mungu kwa sababu ya watu, then haustahili kuwa katika dunia hii, unastahili kuwa katika ulimwengu mwingine. Maana Mungu anatucommand, na ndio unaona ya kwamba watu wale ambao wako duniani wanafanikishwa kuliko sisi. Maana hakuna order Mungu amewawekea, maana wale wako free kufanya vile wanavyotaka. Lakini wale ambao tumekuja na tukajikomiti kwa msalaba wa Yesu ya kwamba sisi ni wafuasi wake, there is a certain order of the kingdom of God. That order of the kingdom ni lazima kila mtu ambaye ako kwa ufalme huo afuate. Na usipofuata, sasa faida madhara yatakuwa kwako, si kwa wale unaopinga, madhara itakuwa upande wako. Na that's where we miss the blessing. Lakini napomalizia nauliza ya kwamba kama tumemjua Yesu na tumemuelewa, wapi ibada yake? Kama tumemjua yeye ni Mungu, wapi sifa zake? Ndio some of you wanaabudu Mungu wakati kuna watu 2 na 3. Hawamwabudu Mungu wakiwa peke yao. Hata nyumbani hawaabudu Mungu. Some of the men ambaye tunaita fathers wako katika sanctuary leo. Siku ile hata ibada ilikuwa kwako nyumbani, ni mama alinyenyekea karibu apige magoti akikuambia, baba nani, si wacha tuabudu tupate wimbo moja. Kwa sababu wewe ungetaka hata kama ingewezekana ufanye kama Mkatholiki,
na mfiatuke muende kule mlikuwa mnaenda. Wacha niwaambie, men, even in the sanctuary today, wewe ndiye mtu yule wa kufundisha watoto kicho cha Mungu. Afadhali mama asahau maombi, lakini si wewe. You are the father, you are the head, you are the priest of the family. Unastahili kuonyesha watoto kicho cha Mungu, na wakati jina la Mungu linatajwa wanatetemeka. Siku moja naenda kwa nyumba ya jamii fulani, jamii hizo za church elder, in fact in pastor. Baada ya hapo alifanyika pastor. Kijana anasema ya kwamba wakasikia ni wakati wa maombi. Akashikilia TV remote, akasema mimi naomba. Unajua anataka nini? Kulikuwa kipindi kinaendelea kwa TV. Sasa anataka aombe maombi yake ya nusu dakika ili arudi kwa kipindi chake. Na unajua vile wazazi wana comment, huyu anapenda TV. My TV. Ukoze kuheshimu Mungu na ni mimi nimenunua. Naweza hata kata cable. Hivi niseme ya kwamba kuanzia leo mpaka January 2020 hakuna TV kwa nyumba hii. It is not possible. How can you despise my God, the one who supplied the TV? It is not possible. It is not possible. Sasa watu wengine wamekaliwa na watoto ndio wa control. How can you be controlled by children? You are a father. How can you be controlled? Ati unaogopa usimkosee. Unaogopa usimkosee na umekosea babako. Ya umefundisha kizazi, hata vizazi vile vitakavyokuja kutomcha Mungu. Inastahili ukisikia kwamba wacheni tuombe, hata kama kalikuwa na TV, the first thing kanazima. Maana wajua kwamba this is the time to worship the great God. Hawastahili kufanya mzaha. Na anastahili baada ya maombi, kama kalileta panganga, mkimaliza maombi, hata kama kukuwa na kiboko unaukucha. Unaingia next time uwe na tabia wakati watu wanafanya nini? Wanaomba. Sasa mimi sitaki kumuintimidate sijui nini. Umekosea njia. We need to teach our children the fear of God. Wacha niwaambie, do you know a Muslim child ni ngumu kumwin kuliko babake? Kwa sababu amekorogewa. Nikutana jamaa moja akaniambia kwamba wakati wakati Muhammad alikuwa anafundishwa na Mungu, alikuwa anachapwa na kiboko kinatokea hapa. Yaani amewekelewa kiboko kingine kinatokea hapa. Sasa anasema nao wanaamini watoto wao wanastahili waekelewe mjeredi kama vile Muhammad aliwekelewa ili wafundishwe mambo ya Allah. I wish we can copy the same and teach our children. Si kama maharamia, we teach them the fear of God but with love. Na mtoto ajue ya kwamba when the name of God is mentioned, hastahili kufanya chochote kingine. Nasema ya kwamba ni wakati wa ibada, hastahili kuwa anafanya kitu kingine. Maana anaweza kuwa hata ameshikilia simu. Amen. Amen. Na ako kwa Facebook. Amen. Amen. Na hiyo simu ni mimi nimenunua. Hai. It is not possible. It is not possible. It can't work. We must show them the fear of God, the honor of God, the King of Kings and the Lord of all lords. Hastahili kuwa ati ukae ati sasa wewe ndio unakuwa controlled na watoto, wewe ndio unajua Mungu na ndio unastahili waonyeshe, and they are controlling you. It is not possible. It is not possible. You must show them the way na waonyeshe kicho cha Mungu. Sasa turudi sasa kwa vile tunaamini ya kwamba nchi yetu ni corrupt. Nilienda kwa ofisi fulani nikaambiwa nikasema mimi siwezi fanya hivi, mimi ni pastor. Wakaniambia hata kitambo cha uingie kulikuwa na pastor mwingine. Nikamwambia mimi siitwi mapasta, mimi naitwa pastor. Kwa hivyo mimi natumia singular. Mimi sikukuambia naitwa mapasta, mimi nilikwambia naitwa pastor. Na nilipenya na nikafaulu. Na niliambia wale watu walikuwa hapo nje, mimi pale mpaka nitapenya. Nilikuwa mpakani, nilikuwa nataka kuingia Tanzania. Miaka kama 20 imepita, nikamwambia mimi sifanyi chochote na nitaingia. Niliingia bila shida yoyote. Sasa wapendwa, nasema ya kwamba Mungu atujalie
na atujalie vizuri. Kama tumemjua, tumtolee ibada kama yeye ni Mungu. Lakini tukimtolea ibada nyingine ambayo inakaa kama yeye si Mungu, the bushman kama John the Baptist, ama mojawapo wa manabii, because sasa nabii, mimi hawezi fanya nabii ati nitetemeke. Nimesikia kuna wengine hata siku ya leo ni lazima umuaddress vizuri, usije ukaingia kwa laana. Hata mwingine niliona haitwi prophet, anaitwa prophet, maana wanasema ni 2 in 1. So you say the mightiest prophet of God. So unauliza ni grammar amekosa? Si grammar, ni Moses na Elia kwa moja. Hawezi nishtua. Akija nitawaambia Bwana na kupatia heshima zako kama nabii, kama wewe kweli ni nabii. Lakini kuna mmoja ambaye ako juu yako na ndiye huwa nainama kwake, anaitwa Yesu Kristo, Bwana wa mabwana na mfalme wa falme. Yes, huyo ndiye Mungu tunaabudu. That is the God we worship. Sasa mtu sasa Moses atukutane naye ati amefufuka, akwambia mimi unanijua ni nani? Jitambulishe, mimi sikujui. Mimi ndiye yule Musa aliyevukisha wana wa Israeli jangwani. Nasema asante sana Musa kwa hiyo job ulifanya, lakini mimi nangojea mwokozi wangu atatoka mbinguni. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 20. Our citizenship is in heaven, and that's where we are waiting the savior to come from. Mimi sikuwa nakungojea wewe Musa, nilikuwa nangojea mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. So usiniletee panganga ati wewe ndiye Musa. Wewe Musa unamaanisha nini? Wewe nenda zako, mimi nangojea Bwana wa mabwana na mfalme wa falme. So manabii watakuja wengi sana. Lakini inategemea kiti cha Mungu unaona kiko wapi na cha nabii kiko wapi. In such a church ambayo tunasema Oasis family, I am the head, the senior person in that church. Lakini ukiona ibada ya Mungu imegeuzwa, imekuwa yangu, hiyo church uhame asubuhi. That is not a church. Ibada inastahili ipelekwe kwa Mungu direct. Hata wale maskofu mnasema kama mimi wanastahili wao ndio waliinama kwanza, kitambo cha nyinyi muiname mbele za Mungu. That is the worship of God. Kisikia church imegeuzwa kuwa ni ya mtu wa Mungu kama mwingine, and I thought he is in good senses. Nikashindwa mpasta mkubwa kama anaweza kuwa mjinga kiasi hii. Alikuwa anasema, alikuwa naomba, Mungu Baba tunaomba kwa jina la Yesu na kwa mamlaka ile umempatia mtume. Kashindwa. You can be that foolish kuomba na jina la mtume. It is not in the scriptures. Walikuwa na mtume, lakini nasikitika huyo mtume alidedi. Lakini walikuwa hangeomba na jina la Yesu pekee, ni lazima angechanganya na jina la mtume. That is not a church. Hata hii siku ile utasikia ibada imegeuzwa ya kwamba hauwezi endelea mara 10 bila kutaja jina la mtu, hiyo church hama, sio church ya Mungu. Ibada inastahili kuwa ya Mungu. We need to worship God. Kama tumemjua, tunastahili tumwabudu kwa sababu tumemjua yeye ni nani. Na rudi kwa swali letu kuu. Kama umemjua, je, ulimtukuza kama Mungu? Na kama unamjua, ulimshukuru kama Mungu? Kuna kumtukuza na kuna kumshukuru. Kumtukuza, huwezi tukuza Mungu bila kiumati. Unatukuza kukiwa na kiumati. So you must make sure kwa kiumati ulishukuru Mungu. Ulimtukuza Mungu. Lakini kwa kushukuru unaweza fanya kwa chemba ama mbele za watu. Na ni set sana kwa hii ambaye tunasema ya kwamba they did not glorify God. We glorify God in the public. Mbele za watu wengi tunatangaza fadhili za Mungu mbele za watu. Nauliza, mbele za watu, did you glorify God as God? Na ukiwa peke yako katika dhabihu zako binafsi, did you thank him as God? Maana Mungu unastahili. Mungu wetu, jameni wapendwa, huyu Mungu kama hujaimjua, ni Mungu anapenda sifa. Inastahili hata ukiwa kwa bafu
Wewe ukijifunga tauru kiunoni, cheza kidogo, umwabudu, mtapatana sana. Lazima kuabudu Mungu. Hata ukiona tumaji tu shawa. Unajua sasa zamani tulikuwa tunatumia karai. Sasa useme ya kwamba sasa vile nimeona hakashawa na nashukuru. Hapa mtapatana na Mungu. Lakini ukiassume vitu, kwa sababu naona ya kwamba ni kuassume, tuna assume ya kwamba chochote kile tunaona ya kwamba ni kama vile tuna assume jua. Nani huwa anashukuru kwa sababu ameona jua? Tuliassume, maana tangu zamani za babu zetu kulikuwa na jua. Lakini wacha nikwambie, kuna watu wanajua jua ni muujiza. Sometimes wanaona likipita na halikuangaza kwao. Kwa hivyo wapendwa, let us thank God as God. Na sio only thanking God, but even to glorify him. And we cannot glorify God in the private or in the secret. We glorify God in the public. Kushukuru Mungu. Pendo nataka kushukuru kwa sababu mimi nilikuwa hivi na hivi, lakini sasa Mungu ameniinua, amenisaidia. We thank God. Raisi akiwepo na wale wengine dignitaries, ni vizuri kupeana ushuhuda wa Yesu. Nyote mnamjua mzee moja anaitwa Haji wakati wa serikali ya the retired President Moi, as the only person angeondoka kwa jukwaa ya rais aende kuabudu. Why? Alionyesha rais imani yake supersedes the presidency of the republic. Angechomoka aende abudu na arudi. Mkutano wa rais akisha ingia, huwezi ingia ama kutoka. Lakini Haji angetoka ikifika saa ngapi, aende abudu arudi. Because alionyesha mkubwa wake kuna uungu uko juu ya State House. Naomba unipatie ruhusa ya kwenda kuabudu. That is an old man. Lakini anaamini Mungu wake zaidi ya president ya Kenya. Lakini leo ungekuwa na rais, hata testimony unakuwa careful sana wakati watu wanaongea, usiseme amen, usije ukakosea. Hata ukisema amen unajirudia sana. Kwa nini nilisema amen? Kwa sababu unaamini ya kwamba haustahili kuleta panganga za kiroho kwa mkutano wa mkubwa. Umepotea njia. Biblia imesema ya kwamba walimjua lakini hawakumtukuza kama Mungu na hawakumshukuru kama Mungu. So inastahili tumtukuze in the public. Pewa jukwaa kama hiyo, upewe pahali rais yuko, usianze kumsifu tu kwa sababu ya mabarabara, msifu barabara zake, lakini mwambie rais kuna siku moja zote tutasimama mbele za Mungu, ni lazima watu wote wajiandae. Hapo umemtukuza Mungu. Lakini sasa tunaogopa, hata unakuta ya kwamba this is the reason tuna corrupt maisha yetu na hongo na vitu zingine, because tunajua ya kwamba Mungu, lakini kuna kitu ambacho kingine kilitudanganya, ako juu zaidi, bingu ya tatu. Kwa hivyo huyo Mungu ako bingu ya tatu, yeye anakaa mbali sana, na unakuta ya kwamba unaweza mess ukiwa hapa duniani. Alafu tukajidanganya na kitu kingine, ni Mungu wa rehema, hata baada ya mames atanisamehe. We need to be very careful. That God is an awesome God. He is a loving God. Lakini now in the public, do we glorify him as God? In the secret, do we thank him as God? So ni lazima tuangalie mambo hayo. Sasa siku ya leo tulisema ni siku ya shukrani. Tunataka kutoa sadaka maalum, sadaka ya kushukuru Mungu. Ningetaka waimbaji wakuje on the stage, ili mtu kama watoto wake wako pale na yeye ako hapa, ujikusanye na watu wako, ujikusanye na mke wako. Tunataka kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka ambayo we do it only once per year. Kwa hivyo ningetaka tulete praise and worship as we organize ourselves kama jamii, ili tuje tumwabudu Mungu kwa matoleo ya shukran. Lakini swali kuu ni kama unamjua yeye kama ni Mungu. If the answer is yes,